Mwanamume mmoja katika mtaa wa mabanda wa Korogosho hapa jijini Nairobi anasakwa na maafisa wa polisi kwa kushukiwa kuwaua kwa kuwapa sumu na kuwadunga kwa kisu wanawe watano baada ya ugomvi wa kinyumbani kuzuka baina yake na mkewe ambaye vilevile kwa sasa haijabainika kule aliko. Ni kitendo cha kinyama kilichoacha wengi vinywa wazi katika mtaa wa mabanda wa Korogosho. Majirani waliamkia kimya katika nyumba hii ambayo wameizoea kuwa na watoto wakati wa umri wa miaka 2 na miaka 10. Kabla ya kugundua maiti za watoto hao watano wakiwa wamelazwa ndani ya nyumba, nikauliza mama mwingine jirani, kwa nini watoto hawajaamka na vile wanaamkanga mapema? Vile sasa nilisukuma mlango, nilikuwa na mlango haijafungwa, tukaomba torch kwenda kuchukua hivi blanketi huko ndani, juu amefunikwa na blanketi na shuka. Yule mama alikuwa amejifunika jana. Kuchukua hivi blanketi ndio waliona watoto wamekufa. We are yet to establish the motive behind the incident and the circumstances surrounding the incident. Yashukiwa kuwa alipewa sumu na baba yao mzazi. Mmoja wa watoto alipatikana na majeraha kuonyesha kuwa alidungwa kisu tumboni. Wazazi wao hawajulikani waliko. Yasemekana kuwa huenda mzozo wa kinyumbani baina ya mke na mume ndio uliosababishia watoto hao mauti ya mapema. Kwani kulingana na majirani, mtu na mkewe wamekuwa na ugomvi wa mara kwa mara uliofanya mke kuihama nyumba yao wiki 2 zilizopita na kuonekana kurudi hapa jana jioni. Bila majirani kushuku mambo yangetumbukia nyongo. Jana saa 1 kasorobo hivi ndio alikuja akapigia bwana yake simu, wakakutana pale nje, wakaingia kama wameshikana kwa nyumba. Sasa vile waliingia, nikaingia huko ndani, nikaambia bwana hakukuwa saa hiyo, nikaambia huyo mama Chinga asirudi kuacha watoto wake juu walikuwa na shida mingi sana. Watoto walikuwa na shida hata sijui ama walikuwa wanakula. Akasema hata rudi kuenda, lakini bwana yake anamsumbua. Sasa vile waliingia huko ndani, mimi sikujua sasa ni nini inaendelea. Familia hiyo kulingana na majirani ilihamia mtaa huu kutoka mtaa wa Huruma wiki chache zilizopita. Polisi hawajabaini nani kati yao aliyewaua watoto hao ambao ni wavulana 3 na wasichana 2. Agnes Penda, KTN leo.